Kila mmoja alivunjika moyo, kila mmoja. Ni wale wa mama peke yao, wanawake peke yao ndio walikuwa na hakika Yesu amefufuka, kwa sababu walikutana naye kule kaburini. Lakini hao mwanzo walikuwa na hofu nyingi, walikuwa na machozi mengi. Malaika akasema, najua mnamtafuta yule ambaye amefufuka. Hayuko hapa, amefufuka kama alivyosema. Endeni kuambia wanafunzi wangu nimefufuka. Waende Galilaya, tutakutana kule. Walipoenda, tutasoma maandiko. Mitume akasema ni upuzi, hawakuamini. Kundi la kwanza la mitume, Petro na watu kadhaa, twende kuvua samaki. Nabii anasema nilikuwa ni kuvunjika moyo. Kundi la pili likawa narudi kijijini Emau, hakuna kazi tena kuhubiri. Oh Mungu, Mungu, hata kama uoni, hata kama huisi chochote, yupo pamoja na wewe, yupo anakujali. Usikate tamaa, usikae nyumbani siku ya ibada, usiache kuomba. Hata mambo yaendi. Oh, Mungu anajua ndani ya moyo wako namna gani umevunjika moyo, anajua maeneo gani umevunjika moyo. Mungu anajua. Ndio Mungu mkono wako kulia juu. Weka mkono wa kushoto kifuani. Inawezekana kuna mambo upende na kumwambia mtu, umevunjika moyo sana, umekata tamaa, unashindwa kusema, lakini unawaza hili jambo litaondoka lini? Hili jambo litalipata lini? Mungu atanijibu lini? Mungu anajua, Mungu anafahamu. Yeye ni msaada upatikana wote wakati wa shida. Sijui unapitia jambo gani, lakini yuko hapa, amefufuka, yuko hai, yuko hai kwa ajili yako. Hayuko mbali na mahali ulipo, yuko futi moja pembeni yako kulia. Mfalme, Baba yetu wa mbinguni, Bwana, nilihangaika sana, lakini mnamo saa 9 ya usiku, ikiwa mahali hapo Baba ulisema nenda kawaambia watu wangu wanitambue mimi, wasiwatambue watu, waniangalie mimi, wafanye kila njia tujuane na mimi. Mungu, jitambulisha kwenye ibada, hata kama ni mgeni mara ya kwanza. Sema naye, gusa maisha yake Bwana. Mungu, kanisa lako liko kwenye kampeni ile ambayo kutoa mbinguni kuja duniani. Asante Mwokozi, kila alama naziona. Mungu onekana tena, bariki kila moja kama alikuja kuhuzunika, ametatalika muda mrefu. Hebu toa majibu, jitokeze mwenyewe. Ulitokea kwenye chumba cha ndani ukasema shalom, amani iwe kwenu. Ukatokea kule barabarani unakwenda Emau, ukajitambulisha nyumbani. Mungu, jitambulisha maisha yetu Bwana, natukabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo, amen. Tufunge Biblia zetu. mstari wa 13 mpaka 35.
sura ya 24 mstari wa 13 mpaka 35. Natazama siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Hawa ni wanafunzi wanaenda, waliomwamini, wamekata tamaa, wanarudia kazi zao. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Naomba Mungu andamane nawe kwenye ibada hii. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Hapa ni hali ya kufunga. Akawaambia, maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu hata kuyajui yaliyotukia humo siku hizo? Anamwambia habari ya kifo cha Yesu. Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Kusulubisha ilikuwa kama jambazi. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye. Hapa sasa tumaini imeisha. Walikuwa na tumaini limeondoka, wamevunjika moyo. Naona anasema atakaye wakomboa Israeli zaidi hayo yote. Leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena angalia mstari vizuri. Tena wanawake kadhaa wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Wadada wamesema yuko hai, na wao walimuona, wakaongea naye. Akawaambia, waambieni wa jamaa zangu, mitume wanaenda hawamuoni, wanaona vitambaa tu. Sema huu ni uzushi. Naona akawaambia, ni msiofahamu. Huyu ni yeye sasa, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyohusu yeye mwenyewe. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, na alifanya kama anataka kuendelea mbele, wakapitiliza. Wao wamefika, yanataka kupitiliza, wakamshawishi. Tuseme tu wakamshawishi. Yesu anashawishiwa. Kama unakata ingia mwenye haya watulia. Ukishampata unabidi umshawishi. Ingia nyumbani mwangu, ingia kazini kwangu, ingia kwenye biashara yangu, ingia kwa watoto wangu. Haleluya! Kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani, akakubali kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa kama alivyokuwa anafanya. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao. Wakasema, Bwana amefufuka kweli kweli. Haleluya! Tupige kelele, Bwana amefufuka kweli kweli. Akasema naye amemtokea Simoni, nao waliowapa habari ya mambo hayo yale ya njiani, na jinsi alivyojitambulisha nao katika kuumega mkate. Wangapi wameona ni Mungu alikuwa yuko hapo miongoni mwetu?
ya tumepata cha asubuhi tena, tumepata na ushuhuda hapa. Hebu niseme tu, tutakuwa na ujumbe unasema, basi macho yao yalipofumbuliwa wakamtambua. Tuseme wote, basi macho yao yalipofumbuliwa wakamtambua. Nitaongea sana kuhusu jambo hilo, lakini hasa kuhusu kuvunjika moyo. Tuna wengi wameamini ujumbe, lakini macho yao hayajafunguliwa kumjua Kristo. Usipomjua Kristo, kuna vipindi vingi utalialia, kuna vipindi utakata tamaa. Ukimtambua utajua yeye hashindi. Tumeimba waogopa nini ule wimbo, yote leo inakwenda huko njiani. Ndugu Peter akasema, ndugu nani kanyakua somo lake, ndugu Gideon kanyakua somo lake. Sasa na leo nakusikupanga na hao watoto, ni mke wangu amekuja kuniambia kama dakika 10 au 20 zimebakia hii program, sikuwa naijua. Lakini unaona Mungu anavyoenda. Tuandikieni ubaoni, wataalamu wa kuandika. Basi macho yao yalipofumbuliwa walimtambua. Nazungumzia sana kumtambua Kristo. Kuna wengi hawamtambui. Unapaswa umtambue katika nguvu zake, unapaswa umtambue katika msamaha wake, umtambue katika upendo wake, umtambue katika kutokushindwa. Haleluya! Huo wimbo umekuwa ni challenge kabisa nzuri, na utakuwepo kwenye hili somo kwa neema ya Mungu. Mnampenda Bwana? Sasa hebu tuone tu, kwa sababu ya muda umeenda kabisa, nimepoteza karibu dakika 45. Lakini je, mmebarikiwa? Niazimeni muda kidogo, nifidia hata nusu saa. Jina la Bwana libarikiwe sana, sababu tayari niko sasa na roho, na kwa na namna kungekuwa na msiba wote ungekuwa kule. Sasa furahi kubwa, tumefurahi pamoja. Sasa mwanadamu daima ametamani kumuona Mungu. Mwanadamu tangu alipotoka bustani ya Edeni, alipokosea. Unajua Adamu alikuwa na ibada na Mungu kila siku jioni anamtembelea, wanaanza ibada. Mwimbishaji ni Adamu, Mungu anahubiri, Hawa ni mshirika. Wangefanya ibada, Adamu hakuwa na shida, Adamu hakuwa na majonzi, Adamu hakuwa na hofu, Adamu hakuwa na mawazo mabaya, hakuwa na lia. Ni kwa kuwa alikuwa wanaonana na Mungu kila wakati, wanafanya ibada pamoja. Lakini tangu siku alipoanguka mwanadamu, ndipo alipoteza ushirika na Mungu. Na alipopoteza ushirika na Mungu, hofu ikaanza, magonjwa yakaanza, kuonewa kukaanza, laana ikaingia pale. Kwa tangu wakati huo Mungu alishuka, kaanza kupiga kelele, Adamu uko wapi? Nataka niwaambie, sio wewe nimtafuta Mungu. Usijifanye kama mimi nimtafuta Mungu sana ndio nikampata. No, ni Mungu alikutafuta wewe. Hakuwa Adamu akisema Mungu uko wapi, ilikuwa ni Mungu akisema Adamu uko wapi. Na siku moja alisema fulani uko wapi. Haleluya! Hebu kila mmoja apige kelele juu ya jina lake, jitaja jina lako kwamba uko wapi. 1 2 3. Mungu akapiga kelele, Eric uko wapi? Kev uko wapi? Kapiga kelele. Haikuwa ni wewe mwenyewe, ni Mungu aliita. Sasa tangu wakati huo mwanadamu alipoanguka, alitengwa na Mungu, na amekuwa na kiu ya kumwona Mungu, na daima ametamani amuone Mungu, ametamani azungumze naye, ametamani amweleze shida zake. Nabii anasema Ayubu alitamani kwenda kwa Mungu, agonge hodi dirishani kwake mlangoni, apate kumfungulia wazungumze. Mwanadamu akikosa Mungu atatafuta kitu kingine cha kusema nacho. Ndio maana mpagani usimcheke. Kama atakosa Mungu atatafuta mti aongee nao, atatafuta mizimu aongee naye, kwa sababu mwanadamu hawezi kukaa bila kuwa na kitu cha kuabudu, hawezi kukaa bila kuwa na kitu cha kuongea nacho. Anataka kuna jambo, kuna mtu amtatulie matatizo yake. Sasa Adam alipokimbia, alipofukuzwa, wakaenda kujitafutia riziki wenyewe. Tangu wakati wa magonjwa kaanza, kila kitu kaendelea. Kwa hiyo mwanadamu daima amekuwa akitamani kumwona Mungu. Na ndio baadaye Mungu mwenyewe, mpango wa ukombozi haukuwa aje malaika, haikuwa aje Ibrahimu, haikuwa awe Danieli, wote walikuwa ni wenye dhambi. Mungu mwenyewe akasema nitaenda kumwokoa mtu wangu aliyeanguka. Akaja mwenyewe katika umbo la mwanadamu.
Na Bwana libarikiwe sana. Na alipokuja duniani akavaa umbo la kimwili, na akiwa chini ya jua akaanza kutenda mambo ambayo mwana wa Adamu au Adamu alipaswa afanye. Kwa hiyo akawa anaponya wagonjwa, anatenda kila kitu, lakini bado kuna siku kuna watu walisema, mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Hawakutaka kumuona physically kama hivi, walikuwa wanataka wamuone katika uhalisia. Mungu asaidie sana. Tuangalie Yohana 12 mstari wa 20 mpaka 23. Yohana 12:20 mpaka 23. Yohana 12:20 mpaka 23. Palikuwa na Wayunani kadhaa wa kadhaa miongoni mwa watu waliokwea kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamwomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea, kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Na Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Kwenye mkutano mara kwa mara, lakini kwenye ibada hii wakasema, mabwana, kina Filipo au kina nani, sisi shida yetu tumeshamsikia. Tuko sawa, tulishamsikia huyu mara nyingi, lakini tunataka kumuona sio hivi kwa macho haya, kumuona akiwatendea jambo fulani. Haleluya! Na wakapewa nafasi kupitia wasaidizi wa Yesu. Wakamwendea Yesu akamwambia, kuna watu hapa wana shida na wewe, watakuona. Kwa sababu ulikuwa huwezi kumuona Yesu mpaka upite kwa mitume, sababu umati ni mkubwa. Ni protocol ilipangwa, sio ukilitimba. Kwa hiyo kumuona Yesu ilibidi kwanza ukutane na hawa jamaa wakuongoze, ndio wakubali ukubaliane naye. Na hata usiku unaenda muda unaoenda nao sio muda mrefu, patakuwa hapa mahali pamejaa mpaka kule mlangoni. Sasa haiwezekani kila mmoja anaenda ofisini. Mchungaji atafanya hiyo kazi. Itabidi kufuata utaratibu kwamba naomba kumuona mchungaji. Okay, 1 2 3 hao wangapi 10 waende. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Sasa wakaenda wakamuona. Nabii anasema mahali fulani, kama walipata nafasi ya kumuona, na sisi tunataka kumuona. Sikia nikwambia vizuri. Kumuona Yesu sio kumuona hivyo. Kumuona akishughulika na maisha yako, akianzia ndani ya nafsi yako. Haleluya! Usililie nje, lilia kwanza ndani. Mungu tusaidie sana. Nitawaonyesha kidogo kwa neema ya Mungu kwa nini watu wengi hawakutani na Kristo kwenye maisha yao. Wameamini ujumbe lakini hawaonani. Yesu anakuwa mgeni kwao, shida zao hatatui. Ni kwa sababu nitakuonesha hapo mbele, ni kwa sababu naisema mapema, ni kwa sababu muda ni mdogo na kimbizana naruka vitu fulani. Ni kwa sababu moja tu, hawana muda wa kusema mambo ya Yesu. Amen. 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 Nabii anasema, hebu sema tu mambo ya Yesu na Yesu atatokea. Sikia nikwambie, kama wewe kutwa nzima unawaza mawazo mabaya tu, maongezi yako hata hayana maana, unawazia watu vibaya. Amen. Unasema vibaya, unaangalia vitu vibaya. Nataka nikwambie, kwenye kambi yako utamwona hawa kina nani hawa waliokwenda Emau, walikuwa wanazungumza njiani habari za Yesu, na walipokuwa wanazungumza Yesu mwenyewe huyu hapa akatokea. Na anaweza kutokea akiwa na umbo la mwanadamu tu, na ujue ni mwanadamu, sio mwanadamu, ni Mungu akiambatana mpaka mahali unaachana anapotea. Nabii anasema ukianza tu mchana kutwa, asubuhi saa ngapi unalala. Haleluya! Wewe kazi yako ni Mungu. Ukipata muda kuongea na mtu muda mchache na unajilinda, hutaki aongea maneno mabaya, atamtoa Mungu wako. Mtu wa aina hiyo lazima Mungu atajitokeza mwenyewe. Haleluya! Nampenda Bwana. Sasa jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu atusaidie nione kama tafikia kweli. Hebu tuone kidogo kwenye ujumbe huu kwa haraka kidogo, tarukaruka vitu vingi. Basi macho yetu usitoke kwenye ujumbe. Basi macho yetu yalipofumbuliwa, usitoke hapo 9. Ucha 9. Asa lakini tunaona alifanya nini? Nami ninaamini usiku leo au mchana wa leo, mdogo kuliko wote hadi aliye na umri mkubwa kuliko wote, mchana wa leo kumuona Yesu Kristo ni shauku ya moyo wangu. Ni kwa nini?
ikiwa tunadai kuwa dash, asema redio zinatangaza leo, televisheni zinaweka vipindi, michezo ya kuigiza, inasema kwamba hayupo hapa lakini amefufuka. Yani kila wakati wa Pasaka alikuwa anahubiri Pasaka kwamba kila watu wanasema hayupo hapa amefufuka, hayupo hapa amefufuka. Yanaendelea vema. Basi kama amefufuka, Biblia ilisema katika Waebrania 13:8 yeye ni yule jana leo na hata milele. Sasa hapa ndipo ilipo jamani, hiyo ama ni kweli ama si kweli? Wangapi wanaamini Yesu Kristo ni yule jana hata leo, hajabadilika? Hebu nione kama unaamini. Je, unaamini anaweza kufanya mambo aliyofanya dada Hati? Haleluya! Unaweza kuamini, lakini kwenye tukio lako huwezi kuamini. Kama alifanya na Ibrahim atafanya na mimi, kama alifanya na Daniel atafanya na mimi. Mungu tusaidie sana. Nampenda Bwana. Naona hiyo ni kweli au si kweli? Kwamba kama hiyo si kweli, basi Biblia ni ya uongo, halafu maneno ni ya uongo, na basi tumepotea na hakuna ufufuo wa wafu, nasi tunajifanya tu kuamini. Lakini kama ni kweli, basi haina budi kujidhihirisha yenyewe. Ukisema maji, sasa sikiza vizuri hapo. Ukisema maji haya ni maji, sijawahi kuona maji hapo awali, ukiyamimina juu yangu na hayaroweshi, basi maneno yako si ya kweli. Lakini ikiwa unayamimina juu yangu nayo yanarowesha, basi maneno yako ni kweli. Ikiwa Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele, basi Biblia ni kweli. Kama yeye sio yule jana hata milele, basi si kweli. Kama maneno ya Mungu si ya kweli, basi Kristo si wa kweli. Basi kama maneno ya Mungu si ya kweli, Mungu si wa kweli. Lakini basi ikiwa neno la Mungu ni kweli, basi Biblia ni kweli na Mungu ni kweli, Kristo ni wa kweli, na tunapaswa kuwa waaminifu kwa huduma kweli. Hivyo vizuri, wengi hamuoni Mungu, hamko waaminifu. Haleluya! Wengi mnafika mahali au tunafika mahali tunafanya vitu fulani tukidhania hayupo. Walipokuwa naongea barabara walikuwa jua hayupo. Anasema katika Mathayo, unajua kwamba sitawaacha, sitawapungukia, nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Anasema sitakuacha. Na kilichomfanya Branham awe mwaminifu, Mungu alipomwambia mimi ni maskini, nina viraka nguo zangu, sina chochote, bunduki sina, sasa nitapandaje ndege? Na umesema nizunguke dunia nzima. Haleluya, haleluya. Mungu akisema wewe usiulize swali, yeye ni muweza. Akamwambia sasa mimi ukoo wenyewe ni maskini kama Gideoni, napanda ndege kwa hela gani? Gari yangu yenyewe katika kafodi kalikuwa kaajabu ajabu, nitapandaje? Bwana akamwambia uwepo wangu usioshindwa. Haleluya. Uwepo wangu usioshindwa utaambatana pamoja na wewe. Uwepo wangu usioshindwa utatimiza mambo unayoyataka. Uwepo wa Mungu ni nini? Sio hewa. Tukiwa madhabahuni, uwepo wa Mungu tunahisi ile msisimko, sio huo. Uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe akiwa na wewe kila mahali unakoenda. Sasa swali langu na kuuliza wewe ndugu au dada, unawezaje kuteta? Unawezaje kusema maneno mabaya kupumbavu? Ni kwa kuwa kumtambua. Amen. Amen. Ukimtambua popote ulipo, hauogopi watu, unamwogopa Mungu aliye hai. Mungu tusaidie sana. Naona sasa ikiwa Kristo yuko hivyo, lazima tupate matokeo. Mungu tusaidie sana. Hawa Yunani hawakufuata kichekesho. Nisikizeni vizuri. Tunaenda kuita watu. Isikie nukuu hii, ni hatari kidogo. Tunaenda kuita watu. Watu wakija hapa na kukuta wewe mwenyewe, mnaongea, unaeleza matatizo yako wewe mwenyewe. Yaani mgeni kaja, unaanza kumwambia mimi naweza kuwa naumwa. Unaona hapa napitia hali ya uchumi hujawahi kuiona. Ndio umemwalika mwenyewe. Wayunani hawakufuata mhubiri wa vichekesho. Walifuata mtu wa kweli sahihi, kwamba huyo akionekana kwao shida zimeisha. Tunaamini hivyo. Nampenda Bwana.
Mabwana, tunataka kumwona Yesu, kifungu cha 60. Maliza hapa, nataka nitoke. Mabwana wa 63:11-12. Wa 63:11-12. Kifungu cha 60 taruka vitu vingi sasa bila muda nimechukuliwa wote. Sasa Wayunani hawa hawakuwa wakimtafuta muhadhiri juu ya Yesu Kristo, hawakuwa wakitafuta wachekeshaji mimbarani kama nilivyosema dakika chache zilizopita. Hawatafuti hilo, hawatafuti wenye kutumbuiza. Walitaka kumuona yeye, anasema mtu Yesu Kristo. Walitamani kumuona yeye kwa sababu walikuwa wamesikia habari zake, na imani huja kwa kusikia neno, na yeye ni neno, unaona? Yeye ni neno, unaona? Nao walitaka kumuona Yesu. Sasa kamwe hawakusema kwamba walitaka kumsikia yeye, walikuwa tayari wamemsikia. Haleluya, haleluya. Muulize mwenzako, tujawahi kumsikia Yesu kwenye ujumbe huu? Mkamate mkono, muulize. Tumemsikia miaka na miaka, lakini sasa tunataka kumuona Yesu maishani mwetu. Wangapi natamani hiyo jaribio? Sikia vizuri. Naona anasema walishamsikia. Anasema walitaka kumuona Yesu, sio kumsikia, walishamsikia habari zake. Na anasema 61, sasa kamwe hawakusema kwamba walitaka kumsikia yeye. Walikuwa tayari wamemsikia, walitaka kuona. Hilo halikuwa ndilo swali. Sisi tunataka kumsikia. No. Mabwana, sisi anasema mabwana, tunataka kumsikia. Hakusema kumsikia Yesu. Walitaka kumuona Yesu. Hilo lilikuwa ndio kusudi lao kuuliza, lilikuwa ni kumuona yeye. Naomba tunapoenda kwenye kampeni hii, muda huu nawaambia hivi, kama wewe uamini, utakaa unashangaa sisi tunafanikiwa haya majira. Kama nasema nataka nione kama itakuwa kweli, nataka nikwambia utashangaa sana. Amen. Amen. Haya majira hautaomba, Mungu atafanya bila kuomba. Haleluya. Wangapi naamini hivyo? Mkifanya mapenzi ya Mungu makamilifu, Biblia inasema mkiwa katika kuwazawaza mtakuwa nimejibu. Sikia vizuri. Nilikuwa nawaambia nahitaji nondo. Wangapi tusikia tangazo? Sikuhubiri mazoea. Wakati kanisa lilikuwa na goma kwenda nje, na Mungu anagoma. Wakati kanisa linakubali kwenda nje, na Mungu anakubali. Mungu wa William Branham alimwambia hubiri Injili na kukaa ndani, na anasema ukifanya hivyo utapata mshahara wako. Mungu atulipe mishahara yetu. Uponyaji ni malipo, uchumi mzuri ni malipo, amani kwenye ndoa ni malipo. Haleluya. Hapa patafunguliwa. Jumapili waimbaji wote hapo ndio tunajipanga. Tuachie kule nafasi, umati unakuja. Wako walio tayari. Haleluya. Walio tayari wako wapi nione? Wasiokuwa tayari mikono juu. Hawatanyosha. Mnampenda Bwana? Wajua hata kama mtu anakupinga na kupinga kimya kimya. Tukio hilo liendea litatikisa mbingu, litatikisa kuzimu pia. Litamtikisa Mungu wetu, litatikisa hapa chini. Kama kuna majira tuliwahi kufanikiwa sana duniani, yatakuwa ni sasa. Niliwaambia katikati ya wiki, niliacha kuhubiri Muhimbili, Joseph akiwa na wiki moja kabla ya kuzaliwa. Wiki moja nadhani au siku 3 kabla ya kuzaliwa huyo. Miaka 17 sijaenda. Musa miaka 40 aliwasahau Israeli kama wanateswa. Muda wa Mungu ulipofika akaiamsha roho yake. Nimeamshwa. Na kama nimeamshwa, watu wanataka kumuona Yesu. Mungu tusaidie sana. Naona jina la Bwana libarikiwe sana. Niacha yote lakini tunania kumuona Yesu na Mungu atusaidie. Sasa watu wanataka dini ambayo mwanzilishi wake yu hai. Hawataki dini iliyokufa isiyo na nguvu. Unajua kuna kitu kikubwa sana kwenye mwanzilishi. Amen. Kuna dini nyingi duniani, ila waanzilishi wake wote wamekufa, wako makaburini. Manabii wote makaburini, kimwacha Elia nani
Amen. Sasa Mungu atusaidie. Tunayo dini ambayo mwanzilishi wake yu hai milele na milele. Huyo ni Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Siku moja daktari mmoja anaitwa Dr. Lini Haidi nadhani. Huyo daktari alikuwa mwerevu sana, sitasoma. Kwa mwerevu sana, yani amesoma ujumbe sana. Na ni mwanafunzi wa Branham, mwaminio. Daktari anamwamini Branham, Mungu anaonekana. Sasa yeye kwake haonekani. Mwambie mwenzako, kwa Branham alikuwa anaonekana ila kwake alikuwa haonekani. Waaminio wanalingia nabii hata kama wenyewe hawaonyeshi kitu, haitasaidia. Dokta huyu akampata Muislamu mmoja. Amen. Muislamu aliyesoma Biblia ya kutosha. Amen. Nisikie. Wakaonana na akampa changamoto. Akamwambia daktari, asoma. Akamwambia kwamba kwa nini usiachane na nabii wako mfu? Yule alikuwa ni Muislamu. Kama nabii wako amekufa, amezikwa, kwa kwangu kwa haya. Akajigamba pale. Daktari akamwambia, okay, nitakukomesha. Amen. Nabii azaa pale kaburini kwa Muhammad, kuna hapa anasema kuna farasi mweupe yuko pale kwa Waislamu, na kuna walinzi wanabadilisha kila baada ya masaa 24. Sema Muhammad atakuja, hawezi kuja. Sasa atakuja afufuke, azunguke dunia nzima, akomboe watu. Haitawezekana. Yuko mmoja tu. Haleluya. Sasa ndipo wakaanza kuhojiana. Nampenda Bwana? Wakahojiana, mahojiano haya. Mungu anisaidie niko kwenye mahojiano tu mafupi hapa. Kwenye ujumbe maswali na majibu juu ya kitabu cha Mwanzo. Hojiano liangalie vizuri, kama ungekuwa ungefanyaje? Jina la Bwana libarikiwe sana. Kifungu cha 236. Twende haraka. 236. Anasema, kasema, utaanzia juu ukipata muda wako. Kasema yule Muislamu alitazama mwerevu, mtu aliyesoma sana hapa Amerika, aliyesomea hapa. Yeye kasema, Bwana, kwa hisani yako, Bwana Yesu wako aliyefufuka aweza kunitendea nini kuliko yale nabii wangu mfu amenitendea? Anamuuliza huyu bwana, alikuwa anamwambia achana na huyo nabii wako. Amen. Amen. Hapa ndio waaminio tunashindwa. Tuna nabii. Sawa, wewe unafanya nini? Angalia vizuri. Naona nabii umufoke. Vema, akasema, sasa wote wawili waliandika kitabu, yani Yesu na Muhammad. Vema, unakiamini kilichoandikwa na Yesu? Naamini kilichoandikwa na Muhammad. Wote wawili na waliahidi uzima. Akasema samani, wote wawili wanaahidi uzima. Akasema, Yesu wako aweza kunitendea mimi nini kuliko Muhammad wangu awezavyo? Naomba uniangalie hivi. Kuna muda mwingine kwenye familia yako kuna changamoto zinatokea. Wewe unakuwa kimya, hauna kitu kufanya. Ulipaswa uingilie kati maisha ya watu pale, lakini unategemea tu mchungaji. No, tunataka wewe mwenyewe binafsi ingilia kati. Haleluya. Akasema, vema, huyo mtu bila shaka alisema kweli. Yeye alisema, hebu kidogo bwana, kwa hisani yako. Yeye alisema Muhammad wangu hakuniahidi vitu kama Yesu wako alivyofanya. Sema amina kubwa. Piga amina kubwa mpaka jirani yako aamke. Piga amina kubwa mpaka jirani aamke. Ndio. Hapa ndio challenge. Mungu anakuita ukiwa maskini, usikubali maskini. Yesu wako anaweza kufanya mambo yote. Hapa. Naona Muhammad wangu hakuniahidi vitu kama Yesu wako alivyofanya. Yesu wako aliahidi. Wao walisema yeye alifufuka na angekuwa nawe wakati wote. Amina. Hapa sana sikia vizuri sana. Huyu Muislamu anamwambia Yesu wako ameahidi hivi. Alisema atakufa, kafa, kafufuka. Sasa alikuahidi wewe atakuwa nawe kila wakati. Mbona kono unalialia?
Yeye alifufuka na angekuwa nawe wakati wote, hata ukamilifu wa dahari. Anamnukulia Mathayo 28 na ishara na maajabu ambayo alifanya, nanyi mngefanya pia hata ukamilifu wa dahari. Anarudia tena. Huyu anamwadisia ndugu Branham, mngewaponya wagonjwa, sema kwa nguvu. Tena jambo lingine, haleluya. Kasema nilisomea Ukristo huyo Muislamu vilivyo. Ndio ukienda kushuhudia kule nje, kama uelewe, unabanwa swali moja tu chini. Nangaza macho yangu ili kutafutia mchungaji. Sihusiki nasema. Naona nisomea Ukristo vilivyo. Tuseme tulisomea Ukristo vilivyo. Kutana na Msabato, kutana na Yehova, kutana na Muislamu kama hujakimbia. Ndio mimi nawawinda hao. Sema amen. Mimi mdada sihubiriki mwongo. Mpe maandiko kama unayo. Ile pale. Nilisomea Ukristo vilivyo. Kasema sasa hebu nione ninyi walimu mkimdhihirisha Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Mimi nawauliza ndugu zangu, dada zangu, tunaweza kuja ibadani tena na tukabaki kuwa watu wa kawaida kabisa. Wadada wakati wa ndugu Branham hawakuwa wa kawaida, walikuwa wanafufua wafu. Si swala mchungaji. Wakati wa Yesu wadada walikuwa sio mchezo. Haleluya. Kasema hebu sasa nione ninyi walimu au Wakristo mkimdhihirisha Yesu Kristo, nami nitaamini yeye alifufuka katika wafu. Lakini basi nje ya hayo Muhammad hakutuahidi vitu kama hivyo. Yeye alituahidi uzima baada ya mauti, nani ufunza jambo lile na kuepa mengine. Wakristo wanaepa mambo Yesu alisema. Naomba Mungu atusaidie tusiyakimbie. Nanisikia? Huu muda sio ule uliuona. Haya ni majira mengine. Tutaona wafu wakifufuka hapa. Ninaamini kwa moyo wangu wote. Tuliona usiku Branham hakumwombea yule kipofu. Hakumwombea. Alifanya upendo, tukalinganisha miguu yake na miguu ya huyo kipofu na koti lake na kutafuta kumsaidia. Na akasema tu, Mungu, mrehemu mtu huyu, na upofu kaondoka. Hakuna maombi, anayeponya ni Yesu Kristo. Lakini hatuwezi kwenda kule nje kama tunaishi vibaya. Mazungumzo ya simu hayako sawa sawa. Mazungumzo ya kazini hayako sawa sawa. Mazungumzo ya shuleni hayako sawa sawa. Tunakaa na wake zetu nyumbani vibaya. Haitawezekana. Haleluya. Haleluya. Tutafikia. Naona anasema na kuepa mengine. Mtu huyo alikuwa sahihi. Yule Muislamu alisema kweli hasa. Nabii anasema ni kweli hasa. Nampenda Bwana. Mungu ndiye. Daktari alisimama na kulia. Alisimama na kulia. Huyu ndio muamini wa Branham. Joseph naiona. Haitoshi kupiga kelele. Branham aliponya watu. Branham alifufua. Hiyo haitoshi. Branham wa leo ni wewe na mimi. Haleluya. Haleluya. Sikia nikwambie, sio kujua maandiko mengi, sio kujua kuhubiri. Tunataka watu wamuone Yesu sasa. Watamwona kwa nani? Kila mmoja wetu lazima awe naye. Usisukumie mtu. Unaona huyu dokta amebwana peke yake, nabii hayupo. Na atakimbia mbio kwenda kwa nabii. Na nabii atamwambia piga magoti hapo. Pata Roho Mtakatifu nenda kushughulika na Muislamu. Shida tulio nayo, ukiona unaishi maisha ya ujanja, mle ndani Yesu hayupo. Umempokea nje. Uko kwenye uchumba. Amen. Twende sasa. Mnampenda Bwana? Mnabarikiwa? Alisimama na kulia, akasema ndugu Branham, niliwaza juu yako. Sema ndugu Branham, niliwaza juu yako. Wewe unamwona mgonjwa anza kufikiria mchungaji. Akasema ndugu Branham, waza juu yako, naye akaja upesi hapa.
na kuingia ndani mle, nami nikamwekea mikono yangu juu yake, na ubatizo wa Roho Mtakatifu ukamjia, na sasa hata yeye kuona maono na kadhalika, na hebu na yule Muislamu akutane naye. Haleluya! Sikieni, usiwe kama kuja kanisani, shetani naye anakuja hapa kusali. Nitakusomea hapa mbele. Usiingie kuja ibadani. Shetani mwaminifu wa ibada. Walipo watoto wa Ayubu na akawa hapo. Sikia niwaambie, sikieni na mniangalie. Nyinyi ndio vipeo vyangu. Nyinyi ndio almasi yangu. Nyinyi ndio dhahabu yangu. Kama tu unakuja kanisani na kurudi, haufanyi kazi unayofundishwa. Fikirieni kanisa lina neema ya ajabu. Kipindi cha maombi, usi lazima uhubiriwe masaa 5. Ukapata nusu saa mhubiri akisimama, hata kusubiri masaa mawili, sasa ukota jambo hili. Sasa fikiria kipindi cha asubuhi, mtu mwingine leo Jumapili analala nyumbani. Nataka saa 3, saa 4 wakianza kwa Sunday school anakuja. Wengine wanaanza kuiba anakuja. Wewe utashindaje ya mama? Wewe ni Mkristo wa aina gani? Simon anatoka Mapinga masaa mawili na anakuja kufundisha Sunday school hapa. Wewe uko hapa unalala na unadhani Mungu atakujali wewe? Na fanya haraka kuyatii maagizo yako. Mungu sifi. Na nasema Yesu wetu aliyefufuka katika wafu, yeye huishi leo, naye yuatenda mambo yale yale leo aliyotenda wakati huo. Aina zote za ishara na maajabu. Nani watu kiasili mnaoketi hapa mkijaribu kuyakana na kukosa ile sehemu iliyo muhimu ya Biblia? Nani hasa Yesu Kristo, yule Mungu wake, mwana wa Mungu aliyefufuka, aweza kunena kwa lugha kupitia kwako, yeye aweza kutabiri kupitia kwako, aweza kuona maono kupitia kwako, aweza kufasiri lugha zisizojulikana kupitia kwako, na hivyo vyote ni sehemu yake. Mungu atusaidie. Nampenda Bwana. Niache hiyo niende jambo la pili kwa haraka. Mungu nisaidie ningali kwenye muda wangu. Yesu, najua somo nisikia vizuri nikalia. Sasa naanza somo yake. Yesu alipofufuka aliwatokea watu wake mara 3. Na nia kujitokeza, alitaka wajue yuko hai. Na wakati unapolia kama vile huna msaada, ni kuonesha wewe hujui kama Yesu yuko hai. Muda wote ukitembea, hata kama uko peke yako hivi, yuko pale pale. Hutaki kudanganya, hutaki kusema misemo isiyo na maana, hutaki kueleza mambo yasiyokuwa na maana, kwamba hakuna anayeniona hapo. Ndio maana wanandoa hawapaswi kuchungana katika ujumbe huu. Kwa nini? Yule mke anaogopi mume wake, anamuogopa Mungu aliye hai. Na mwanaume hamuogopi mke wake, yeye anamuogopa mume mkuu. Haleluya! Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu aliye hai? Yusufu alikuwa hivyo. Lakini kama tuna watu wajanja kanisani, watadanganya, watafanya rushwa, kila kitu watafanya. Na tukifanya hivyo, watakuja Waislamu hawatapata hiyo nguvu, hawataiona. Unaona, niwaambie vizuri na unisikie vizuri. Niangalie mimi. Wangapi wako macho wananisikiliza? Wakati tutaleta wageni, mashemasi tutakuwa natumia mtindo huu. Wakianza kuwa wengi, mgonjwa, na wewe akili yako umeweka kwa mchungaji, huyu daktari aliweka kwa nabii. Mungu shukuru sana. Usijilegeze, usijidharau na kutegemea kumsaidia. Mungu akusaidie sana. Sasa mara ya kwanza Yesu alipojitambulisha, alijitambulisha kwa wanawake. Yaani walipata neema sana pale kaburini, wakamuona. Kwa hiyo hao wadada hawakuwa na hofu, alijitambulisha kwa wakamtambua. Na unajua kabla hujamtambua Yesu ni nani, kuna majira unakuwa na imani, kuna majira unakuwa huna imani. Na kuna muda kumwona mtu ana imani sana unamshangaa. Sikia nikwambie, mjue sana Mungu, uwe na nini? Uwe na nini? Na amani. Si ndio? Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Sikia nikwambie vizuri, kumjua Yesu sio kuja kanisani. Ni kumjua katika madhihirisho yake, ni kumjua katika upendo wake, kwamba huyu Yesu hata kama sijaomba anaweza kunipigania tu. Hategemei maombi yangu hata kidogo, ni kwa kuwa ananipenda. Haleluya!
Mnampenda yeye? Tuone kidogo kwa nani kitakimbia sasa hivi. Twende kwenye ujumbe huo huo. Nasoma fungu chache. Je, mnampenda Bwana? Sitabaki sana hapo. Kwenye ujumbe nendeni mkaambie wanafunzi wangu. Nendeni mkaambie wanafunzi wangu. Vifungu vichache tu nikimbilia kwa jambo la msingi nataka kusema. Kifungu cha 89. Sasa tunataka kuanza asubuhi ya leo kaburini, hasa tuanzie safari yetu kaburini. Yesu kuonana na watu alianzia kaburini. Akaja ndani, akaenda tena wakakutana kule kwenye bahari, kwenye ziwa wanavua, kisha akaenda kukutana nao njiani. Kote alikuwa anataka ajitambulishe wamjue yuko hai. Sasa nataka kuanza asubuhi ya leo kaburini, kisha baada ya kufuka kwake Mariamu Martha na yule Mariamu Magdalena na Mariamu mama wa Yesu ilikuwa ni mapema asubuhi na moja waliweka mwili wake ardhini. Hiyo ilikuwa siku ya Sabato, ambayo ilikuwa ni desturi kwamba hawakufanya lolote siku ya Sabato, walipenda kuhifadhi ule mwili, kupaka mafuta na kadhalika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niende mbele kidogo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kidogo chini, Mungu nisaidie. Twende 96. 96 twende ubaoni pamoja. Unajua ukikaa hapa ibadani kama unasinzia wewe kodoa tu macho ubaoni hutalala. Anasema wanafunzi wake panda kidogo tu. Kisha asubuhi ya Pasaka naweza kumuona. Wanafunzi wake walikuwa wametoka wanavuta mashua za samaki. Baadhi ya wengine wao wakienda nyumbani na wengine wakienda njia tofauti, walirudi kwenye majukumu yao. Tuseme tu walirudi kwenye majukumu yao. Piga kelele, walirudi kwenye majukumu yao. Nilipoiona hii nikasema Mungu nisaidie. Unaelewa kichofanyika? Ni wanafunzi kabisa. Wameambiwa ngoje wapi? Galilaya. Sasa kwa kuwa wanawake wamesema wamefuka, wameenda wanaona vitambaa, wajua wamemuiba hapa watu wameenda naye. Na wale walinzi walivumisha habari mjini kwamba walikuja wanafunzi wakamuiba. Na ndio akasema hatujamuiba. Kwa hiyo kuna watu wamemuiba wameenda naye. Amina. Walipoona kwamba haonekani, hajitokezi. Sasa alisema siku ya 3 watamuona. Na hawamuoni. Wakavunjika moyo, wakakata tamaa. Aliyekuwa mkulima akaenda kulima, aliyekuwa mvua samaki akaenda mvua samaki. Haleluya! Waliokuwa na kazi vijijini karibu masaa 2 wanasema sasa wapenzi bye bye, huyu jamaa alikuwa tapeli, si wa kweli, maana na kadhalika. Hao kaenda safari. Alafu mapema sana naweza kumuona Mariamu mama Mariamu Magdalena wakipanda kilima kwenda kaburini. Walikuwa na baadhi ya manukato na kadhalika, walitaka kuupaka mwili wake mafuta na mkamacha. Na kwa hiyo huku wakipanda kile kilima, naweza kuwazia nikiona tukio lingine. Hebu tuangalia. Naweza kuona kundi la askari wamesimama pale, walikuwa wakicheza karata usiku kucha na kucheza dadu yao, si dadu likiwa sakafuni, na walikuwa wakipiga makelele. Baadhi wao wakisema unamkumbuka yule mdanganyifu, wanamuita Yesu. Kila mtu alikuwa anasema mdanganyifu, na mitume anasema Yesu ni mdanganyifu, alituahidi hajatokea. Haleluya. Kuna muda unapopitia shida, akiwa hajajibu unasema na kanisani siendi. Ukiomba hajajibu, endelea kusonga mbele. Kama una hakika unaishi vizuri, unaishi na Mungu vizuri, una woga wa Mungu, umeomba mambo yako vile, umeomba mwambie Bwana, unaanza kuimba nyimbo za ushindi. Najua Bwana anajibu. Jua Bwana hatajibu hata kama itachukua muda. Najua Bwana hatajibu. Najua Bwana hatajibu hata kama itachukua muda. Najua Bwana hatajibu. Najua Bwana hatajibu. Najua Bwana hatajibu hata kama itachukua muda. Najua Bwana hatajibu. Kidogo tu sasa. Bwana hatajibu
hata kama itachukua muda, najua Bwana atajibu. Najua Bwana atajibu, najua Bwana atajibu, hata kama itachukua muda, najua Bwana atajibu. Mambo ya shule Bwana atajibu. Yeye yuko hapa jana na milele. Hata mambo yanachelewa, najua Bwana atajibu, kama nachukua muda, Bwana atajibu, najua Bwana atajibu. Tamaa, umevunjika moyo. Nimesikia habari za Yesu anaokoa watu. Kuna jamaa nimesikia nimembariki. Kuna mtu alimpa kazi. Mbona mimi bado niko hivi? Nataka nikwambie kila mmoja na zamu yake. Muda wa Mungu ukifika, kila mmoja atajua. Kuna muda unyamaza kimya. Uko wakati akinyanyuka. Yako majira kiamua. Alitoka acha vitambaa. Petro alikuwa wa kwanza kufika pale. Yuko wapi? Naomba jamaa anacheza karata pale. Alipofufuka kucheza karata walikuwa kama wafu. Nataka nikwambie Yesu uliye naye akitokea maadui zako wanakuwa kama wafu. Haleluya. Sikia niwaambie, usipojua nguvu za Mungu tutakugundua unavyolia. Amen. Amen. Mungu hushughulika na mahitaji yetu. Mungu hushughulika na mambo makubwa na madogo ya kwako. Hawezi kukuacha, kikuacha hutaweza. Shetani anawaza ushindwe, Mungu anawaza ushinde. Kile pale. Naona baadhi walisema, unakumbuka yule mdanganyifu alisema katika siku ya 3 atafufuka. Kwa hiyo sasa hebu tuone tu, hebu twende kaburini. Nami naweza kuwaona wakienda na kujipiga kifuani wale wanawake na wanaume au askari na kutupa silaha zao kubwa namna hiyo na upanga wa Kirumi. Kasema tutaona kila anachoweza kufanya, kwa sababu kaburi lilikuwa limetiwa muhuri wa Kirumi. Ole wake avunjaye muhuri huo. Jiwe limewekwa pale ambalo lilihitaji kama watu kadhaa, yani watu 100 walivingirisha. Unasikia vizuri? Nabii anatoa ripoti, jiwe lilozibwa kwenye mlango wako wa mafanikio linataka watu 100, lakini malaika wa Bwana kutoka mbinguni siku ya Jumapili akashuka akalivingirisha, akalikalia. Naomba vingirishe jiwe lako, alikalie. Haleluya. Watu 100. Haleluya. Usiogope. Niliona usiku Mungu akaniambia, waambia watu wako waondoe woga. Haleluya. Mizigo sio yako, ni ya Bwana. Ukiolewa, anayeshughulika na mume wako. Shera inatolewa, inawekwa begani kwamba mimi sihusiki. Na Yesu anayo shera yako, anashughulika na maisha yako. Waogopa nini? Wimbo wa kwanza, waogopa nini ewe Yohana? Mungu anashughulika mwenyewe. Hawa hapa walikata tamaa. Hata wamama walikuwa atakuvingirisha jiwe nani? Usiogope bibi harusi. Yule malaika wa Bwana, uwepo wake utafuruga kila kitu, utaondoa chochote. Hawa hapa wamama hawa hapa. Haleluya.
Tumshangilie malaika wa Bwana. Huyo anastahili sifa na vigelegele na makofi. Amen. Amen. Sikia, ukisikia nataja malaika wa Bwana usinyamaze kimya. Herode walipomshangilia badala ya Mungu akapigwa na changa. Mungu anataka sifa chukue yeye. Unaamini yuko hapa huyo malaika? Tumshangilie kwa vigelegele na makofi. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Waweza kupokea bila kuombewa. Unapokuta maji imegusa, wewe piga amina yako. Usimwangalie jirani yako, piga amina yako. Hallelujah. Naona wakalivingirisha ile jiwe. Nasema, yani watu 100 walivingirisha ile pale jiwe kubwa mno, walivingirisha kaburini. Kasema yuko mle ndani salama kabisa, na walikuwa na wakati mzuri sana walizo na lini. Lakini wakija moja kwa moja kaburini na mapambazuko. Haleluya, haleluya. Tuseme wote na mapambazuko. Piga kelele na mapambazuko. Mapambazuko yanakuja baada ya giza nene. Unapoanza kupambazuka, unataka kufanikiwa, ndio kunaonekana shida zinaongozana. Usiogope wakati wa mapambazuko, malaika wa Bwana anashuka. Naona kile wakaja moja kwa moja karibu na mapambazuko, Mariamu huku akipanda kilima. Okay, na kuna maskini wanawake wawili wamewahi mapema, labda wamekumbatiana wakienda zao. Karibu naweza kuona hilo jinsi walivyokuwa wakipita kando ya kilima. Nani naweza kumsikia Mariamu na mama akimwambia Mariamu, mama akimwambia Mariamu Magdalena, aisee, ni nani atakayetuondoa ile jiwe? Tuulize swali 1 2 3 kwa nguvu zaidi, tutapata jibu hapo. Kuna mambo yamesonga, yamebana na hujui ufanyeje. Watoto wanahangaisha, mume anahangaisha, kile kile. Nani atakuondolea hilo jiwe? Kaburi. Ni kitu gani? Tufanyeje hilo? Vema. Naweza kumsikia Mariamu akijibu, Mungu atalishughulikia. Haleluya! Mungu atalishughulikia. Haleluya! Haleluya! Amen. Hiyo ndio furaha ya usiku wa leo. Ni Mungu atashughulikia mwenyewe. Usiogope. Amen. Hiyo ndio jibu kuu. Haleluya. Mshangilieni Bwana. Atashughulika na shida zenu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Usiogope. Haleluya. Haidhuru watu wanasema, je, nitafanya hili au? Unaona Mungu anashughulikia mengine yote. Usiache kuniombea. Haya ni majira ya tofauti, ni majira kumwona Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kisha ghafla tunaona nyota zote zikaanza kufifia. Muda si muda, wajua kuna nyota moja tu iliyosalia. Hiyo ni ile nyota kubwa angavu ya asubuhi iliyosimama kule. Huyo ni Kristo. Unaweza kuona jinsi kila kitu na askari wakicheka na kufanya mizaa, wanakufanya mizaa maisha yako na kusema huyo atabaki hivyo hivyo. Usijali, nyota ya asubuhi iko pale. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Naona kumepambazuka, hakuna kilichotokea bado. Unaendelea ibada kwa ibada, mambo yako vile vile, hakuna jambo. Usijali, endelea mbele. Haleluya. Naona nao walikuwa wakiendelea kusema, angalieni, yeye alikuwa tu ni mdanganyifu, alikuwa ni mwanadamu tu kama wengi wa wanadamu wadanganyifu walioinuka siku hizi na siku zingine, na wamefanya mambo haya na haya, lakini wamefanya tu madai haya. Walikuwa nasema kulikuwa na Yesu nani, sio kulikuwa na Yesu nani, wote walikuwa na watu 400 wakapotea. Na huyu jamaa hivyo ndio wameenda na wanafunzi wameenda, na wanafunzi walikuwa wanajua Yesu amepotea. Mlaghai. Kuna muda unapitia matatizo, unadhani Yesu hayupo.
Nataka nikuambie, wakati wa shida yuko karibu na wewe zaidi kuliko wakati wa raha. Kuliko ni basi, kwa ghafla naweza kuwazia ndege wadogo wote Robin wakiacha kuimba, ndege wakaacha kuimba. Mshairi alisema sauti yake ni tamu sana, hata ndege wananyamazisha kuimba kwao. Kitu fulani kilikuwa kinakaribia kutukia. Nataka niwaambie watendakazi wenzangu, kama kweli Mungu huyu wa Branham ameniamuru twende nje, lazima kuna jambo linapaswa litokee maishani mwako. Haleluya! Litatokea, utaliona na utakuja kushuhudia hapa. Naona sema yule alikuwa amening'inia. Sikiza vizuri. Naona anasema naweza kuona ile nyota ya asubuhi kining'inia kule kwenye tundu lake, yule aliyekuwa amening'inia huko tangu mwanzo, na wakati ikianza kujongea naweza kuiona ikizunguka. Mariamu hao wengine wakiitazama. Yaani alipokuja, unajua malaika kuna mtu anakuwa kama nyota. Unajua nyota ni kubwa sana. Unajua hivyo? Ni sio mwanasayansi. Sasa wakati walikuwa wanaona kuna nyota inakuja, niangalie. Walipokuwa pale kwenye kaburi wanaona kuna nyota hiyo inashuka. Ikaja Musa kageuka kuwa malaika. Haleluya! Mariamu na wengine wakatazama hivi, inafanya nini? Ni malaika. Naye anatafuta kaburi waliomlaza. Maandiko yalikuwa tayari kutimizwa. Ndugu dada, wakati wowote maandiko ya Mungu, haleluya, haleluya, oh Mungu nisaidie nitimize, nisaidie kuyatimiza watu, nisaidie kuyaendea Mwokozi. Ndugu dada, wakati wote maandiko ya Mungu yanapokuwa tayari kutimizwa, usijali. Tupige kelele, usijali. Yatakuwa pale pale. Naweza kuona nyota hiyo imeshika safari yake ikazunguka. Naweza kuona Warumi wasimama pale 100 wao wenye nguvu wakiwa wamechomoa panga zao wakisema sasa tutaona kitotokea. Ni asubuhi sasa, na kwa ghafla, piga kelele, kwa ghafla mafanikio yetu ni kwa ghafla. Haleluya! Kimondo hiki kikubwa cha moto kilichoruka kikaja kutoka mbinguni kikasimama kando ya kaburi. Naomba hicho kimondo kisimame pembeni yako. Mnaamini mambo haya? Nasikia ndugu Simon alisema eti kuna wengine waamini habari ya malaika. Huyo ndio malaika mwenye kimondo. Unapoona umeshinda mahali, hujui umepita, ni huyo hapo. Ni huyo hapo. Umemshinda adui yako, ndio huyo hapo. Kashuka. Kikomea hapo tendaacha kama siku kunyelema. Na kwa ghafla kimondo kikubwa cha moto kiliruka kikaja kutoka mbinguni kikasimama kando ya kaburi. Kaburi ni mahali pameficha vitu. Hakuna uhai, hakuna chochote, hakuna uchumi, hakuna uhai wowote, hakuna kiroho. Wacha kisimame pembeni yako leo. Kilete uhai unaotakiwa, kilete baraka zinazotakiwa, kiwashinde maadui wanaolinda maisha yako kwamba usifanikiwe. Basi ikatokea kuwa malaika mkuu wa Mungu aliyesimama pale. Ibada hii ya leo ni ya malaika wa Bwana. Ikiwa unasumbuka na usingizi na kushauri simama, adui anakuvuruga tu. Usijikaze kaze, yatakupita. Ndio Mungu anapita kubariki watu. Ukiwa unalala sikia hivi, wewe nyanyuka, simama, unaruhusiwa. Sio mara 2 mara 3 unalala, kilichosema unasikia tu unashtuka. Unajipumbaza. Mungu anatembelea kaburi lako, wewe unalala. Jipumbaza mwenyewe. Malaika mkuu wa Mungu aliyesimama pale, kwa ndio kimondo hicho. Hiyo nyota. Hawa askari wakafanya nini? Na kufanya nini? Kama nini? Kwa nini? Kwa nini hapa chini? Sio amewapiga mkono tu. Mpendeni Mungu aliye hai, atatikisa maadui zenu wataogopa. Sijawahi kumwogopa mtu ananichezea mimi. Ndio ndugu, nitakukomesha. Utanikomesha mimi? Nitakuona unazikwa kabla. Ninaona watu tukufuka macho.
sio jambo la msitumiki Mungu wa Branham hivi. Mungu wa Branham ana fedha, Mungu wa Branham analinda. Haleluya! Mungu wa Branham anajua kupenda. Wakati wa shida ni msaada upatikanao tele. Hawa askari wakazimia na kuanguka chini kama wafu waliokufa ardhini kwa mtikisiko tu wa mkono wake. Akarudisha nyuma ile jiwe lilokuwa limewekwa, akavunja muhuri wa kiume. Muhuri ni yani ilikuwa ukiweka huo muhuri ukivunja tu. Sasa ina maana shughuli askari wako matatani. Sasa hata kama kuna mtu anazuia, kuna timu inazuia, wamepiga muhuri huyu hata kaa afanikiwe. Nasema leo kwa somo hili, kwa malaika huyu, muhuri wako uvunjwe. Haleluya! Haleluya! Uvunjwe katika jina la Yesu. Hatutaki kutumikia Mungu na mizigo. Hatutaki kutumikia Mungu tumezidiwa jiwe. Tunakwenda kuondoa mawe ya watu. Lazima jiwe lako liondolewe. Naona anasema muhuri wa kiume unamaanisha nini kwake? Si zaidi ya vile muhuri wa Marekani ungemaanisha ama chochote kile, ama muhuri wa kanisa fulani ama chochote kile. Mungu hana budi kuishi, hana budi kutoka, hawezi kuishi miongoni mwa wafu. Haleluya! Mungu ni Mungu wa walio hai, na walio hai ni sisi. Mungu amuhusu Branham sasa. Mungu ananihusu mtoto wa Branham. Haleluya! Kwa hiyo analiondoa lile jiwe, nalo likavingirika nyuma, naye akasimama pale. Sasa ni nani anayechukua mamlaka? Askari wako pale na malaika yuko pale, na waliweka muhuri. Kaisha toa muhuri wenyewe. Sasa anauliza nani anasimama pale? Tuangalie. Oh, haleluya! Askari, haleluya! Askari wakinyakua ngao zao na kadhalika na kukimbia upesi walivyoweza kukimbia, wakashuka kupitia bustanini, wakashuka kilimani na kualika kwa nyenzo zao chumba chao kilichokuwa juu ya ngao zao na kadhalika. Naye hapo amesimama peke yake. Adui zako mchana wa leo wanapaswa wakimbie mbele ya malaika wa Bwana. Ninaamini yuko hapa kwangu na yuko hapa kwako. Haleluya! Ndio mikutano inaanza hii. Ndio kazi imeanza sasa. Mungu asifiwe sana. Unaweza kumshangilia yule Mungu aliye hai. Haleluya! Mungu ainuliwe. Haleluya! Wakati Mungu anakomboa maisha yako, wakati Mungu anashughulika na maadui zako, haiwi kimya, silencer, mpaka utasikia kelele zao. Utasikia wanasema na watakuja kuomba msamaha. Haleluya! Kulikuwa na tetemeko kubwa la ardhi wakati walipotukia, ambalo lilitikisa ardhi yenyewe pale asubuhi hiyo. Mtu fulani anasema sijui kama kitu kililipuka mahali fulani, kulikuwa lazima kulikuwako na mlipuko mahali fulani wa radi ama kitu fulani kilipiga nchi. Lakini jambo ni kwamba Yesu alifufuka katika wafu. Ikiwa unajua umeamini neno, umeamini Yesu aliyefufuka, sio Branham. Ndipo alikwenda kaburini baada ya kishindo hicho. Mariamu na Martha walimuona malaika amesimama pale. Akasema, nendeni mkawaambie wanafunzi wake kwamba amewatangulia kwenda Galilaya na huko tutakutana nao. Tazama, nimewaambia nendeni upesi sasa mkawaambie wanafunzi ya kwamba yeye atakutana nao kama vile tu alivyosema alikutana nao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa ungeweza kuendelea kusoma na kusoma. Naomba niwaambie vizuri, msikilize, mniangalie, mnaoniona.
Naonisikia, sikieni tu, kimnaoniona mniangalie. Unapochukua hatua kutimiza neno la kwenda enendeni, ndipo hapo cheki zote, hundi zote zinawekwa wazi. Haya majira kila hundi iko wazi, bima iko wazi, bima ya afya ya kudumu inafanya kazi. Watu na ubiri ni mizuri kama nini miguu yao wanaopeleka Injili, hakuna nyoka kugunga miguu. Haya majira magonjwa, tukiumwa leo kesho inabidi kuamka safari kazini. Kwa nini? Tunatimiza agizo. Haya ni majira ya kupata mshahara. Anayevuna, aliyepanda, anayevuna wanalipa mshahara pamoja. Haya majira katika maisha yangu, tangu nimeamini, tangu nimekuwa mchungaji, sijawahi kuchukua uamuzi huu mgumu tunaenda nao, na makanisa ya ujumbe yanaogopa. Mungu atusaidie sana. Sikujua leo kama muda wangu utaliwa wote yule. Sasa tabii nikalize mahali fulani. Kipande chenyewe ambacho Mungu aliniongelea usiku sijakiongea. Sema amen. Na nikiendelea sitaweza. Sitaki kuwakalisha mkachoka. Nitakuongelea wanafunzi walivunjika moyo. Sijaenda. Yuko na wanawake tu pale. Na muda ule ambao umeshaisha. Simama. Simama kwa miguu yako sawa sawa. Tutavumisha wimbo mmoja hapa kwa sifa. Tunaenda kwenye mikutano, sisi hatuna habari ya kusononeka. Nifuatilie pengine Jumatano niingilie hicho kipande. Amen. Ewe ni Mungu Aumba. Tupigieni vizuri sana.